بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف القرآن وأنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء، والصلاة والسلام على هذا النبي رحمة وعلى آله وصحابه الذين تمسكوا به ففازوا ونجحوا وكانوا من المؤمنين حقا. Tuendelea na tafsiri, na bahati ni kwamba bado tumo pale pale kwenye alam tara kaifa faala rabbuka katika surati al-Fajr. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Tumemwangalia Firauni kwa muhtasari jana, namna ambavyo kwa nini aitwe dhil autadi, zikapatikana sababu 4. Miongoni mwa hizo sababu ni at-tughyani, ile alladhina, kama vile hapa kuna alladhina taghau fil biladi, sababu zote ni at-tughyani. Firauni katika Qur'ani yote ametajwa mara 75 katika aya 67. Yaonyesha yeye na Nabii Musa alayhi salam ndio ambao waliotajwa sana ndani ya Qur'ani. Mtu ambaye alikuwa katili kiasi ya kwamba Qur'ani ikamaarifisha yeye. Thamudi na hawa Adi wametajwa, lakini hawakutajwa kwa lakabu zao wala kwa majina yao halisi. Lakini Firaun, Qarun na baadhi yao wametajwa katika Qur'ani kuonyesha kwamba Firauni alikuwa ni mkatili sana. Sasa leo tunachotakiwa sana kusoma ni namna gani Mwenyezi Mungu alimfanya huyu Firaun, ili alam tara kaifa faala rabbuka ikamilike. Lakini kabla ya hapo tujue kwamba sababu kubwa ya Firauni kuadhibiwa haitofautiani na sababu za wengine. Sababu kubwa Mwenyezi Mungu kuleta maangamio katika kaumu zilizopita na hata kaumu hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maasi, ni kupechuka mipaka. Sababu kubwa ni hii alladhina taghau fil bilad, ambao wao walichupa mipaka katika miji, fa aktharu fiha alfasada, wakithirisha humo uovu. Hii lam fil biladi ni lamu la ahadi, kwa sababu isingeweza kuwa ni lamu ya istighraki yoyote, istighraki ya jamii sifati wala istighraki ya jamii al-afradi, kwa sababu hawa walikuwemo kwenye miji yao maalum. Kina Thamudi na Adi na Firauni ni kule Misri. Kwani alladhina taghau fil bilad, ambao walipetuka mipaka katika miji hiyo miji hiyo ambayo inajulikana kwa Thamudi ni kule biwadi al-Qura au Hijr, kama ilivyotajwa katika wadi al-Qura sehemu gani. Basi maana wadi al-Qura ni sehemu kubwa, ni katika eneo linaloitwa Hijri, ambalo siku hizo wanaita Madain Saleh. Ama hawa Thamudi na Kafu na Hadharul Maut mpaka Oman ndio sehemu walipokuwa wamo huko. Lakini Firauni ni Misri. Kwa hiyo hata ukaifanya hii lam ya alladhina taghau fil biladi iwe ni iwadh an mudhafi ilayhi, yani ambao walichupa mipaka katika miji yao, pia ni sawa. Fa aktharu fiha alfasad, wakakithirisha wakazidisha humo uharibifu mkubwa kabisa, uovu uliokuwa mkubwa. Sasa uovu wa Thamudi tumeuona na uovu wa Adi tumeuona. Uovu wa Firauni ni nini? Mojawapo ni ile iliyotajwa katika Qur'ani sura 28 aya ya 4.
Fungua masafu hapo 28 aya ya 4, utaona kwamba inna firauna ala fil ardi. Suratul Qasas. Inna firauna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'a, hakika Firauni huyu alitakabari sana juu ya ardhi. Ardhi inayokusudiwa hapo ni Misri. Ala fil ardi ni kwamba alitakabari sana huko Misri Firaun. Waja'ala ahlaha shi'a, akawafanya watu wake ni makundi makundi. Shia kwa maana nini? Ni wafuasi, lakini hapa kwa maana nini? Makundi makundi, kwamba akawafanya watu wake ni Shia. Hapa sajala ahlaha tawaifa mutafarriqa, tawaifa mutafarriqa, alifanya watu wake ni makundi makundi, aliwagawanya ili aweze kuwatawala. Na hii ni kanuni ya kidikteta ambayo inaendelea mpaka leo duniani, ya divide and rule. Ni kanuni ambayo ukitaka kuwatawala watu unawagawanya makundi makundi. Kuna makundi ya watawala, kagawanya makundi ya wafanyabiashara, kagawanya makundi ya chini. Lakini katika siasa yake Firaun alikuwa na hiyo divide and rule. Sura ni aya 4, kwamba inna firauna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'a, akawafanya watu wake makundi makundi. Yastadhifu taifata minhum, anawaonea, ananyanyasa, anawanyongesha, yote sawa. Taifata minhum, kundi katika hawa waliwagawanya. Na kundi hili lilikuwa ni Mayahudi, ni Bani Israeli. Yudhabihu abnaahu, hali ya kuwa anawachinja watoto wa kiume katika hao. Wayastahi nisaahu, na huwa akiwaacha hai wale ambao ni wanawake, kwamba anawacha hai wanawake. Innahu kana minal mufsidin, hakika yeye alikuwa katika uharibifu wakubwa. Sura 28 aya 4 yaonyesha namna utawala wa Firauni ulivyokuwa. Ulikuwa ni kuwagawanya watu katika mapote ili aweze kuwatawala. Lakini hapa moja ya ubaya mkubwa aliofanya katika hii dunia ni kuchinja. Walikuwa wanachinjwa hadharani, kama tafsiri Kabiri anavyosema kwamba ilikuwa anayechinjwa hachinjwi hivi hivi, anachinjwa mbele ya wenzake. Lakini kwa nini achinjwe mbele ya wenzake? Ni kuwatia hofu, kuwatia hofu wa wengine wasithubutu. Na kweli alifanikiwa, na kama tulivyoona katika ubaya aliokuwa akifanya Firauni ni kwamba idha ghadhiba ala ahadin maddahu mustalqiyan ala al-ardi thumma yamuddu yadayhi wa rijlayhi, thumma yamuddu yadayhi wa rijlayhi ala al-ardi bil autadi. Tukasema ni moja ya sababu ya kuitwa dhil autadi. Alikuwa mmoja akimkasirikia mmoja wapo Firauni, ilikuwa na mnyoosha juu ya ardhi hali ya kuwa kamlaza chali, na kisha anafunga mikono yake na miguu yake kwa ile miti ambayo tumesema ni nini? Mambo, kwa kutunga kwenye viganja vyake na kwenye nyayo zake, wakati mwingine akiwafunga kwenye nguzo. Lakini akifanya hivyo wakati mwingine huwekea majoka makubwa, na huku mtu kafungwa na nge. Kitu mwingine akiwaletea wanyama wakali. Hivi ndivyo zilivyo taratibu za madikteta. Ni kama vile masiku yanavyokwenda, yani ni kama
Mwenyezi Mungu anaposema watilka la ayamu nudawiluha baina nasi, haya masiku ni kama vile tunayabadilisha kwa watu. Kwa vitisho hivyo na hofu iliyowajaa, Nabii Musa alayhi salam hakufanikiwa sana katika da'wa yake, alipata watu wachache sana. Na wewe fungua surati Yunus sura ya 11 aya 83 utaona hilo kwenye masahu. Fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi, hakumwamini Musa ila kizazi kichache katika watu wake. Ala khawfin min Firauna, ala khawfin min Firauna ni ala kwa maana sababia hapo, si ala istila, ni ala khawfin min Firauna, kama kule kwenye Kaukabu Sati'i anavyosomesha kwamba zile kusoma hurufi kitabu kizuri ni kile cha Kaukabu Sati'i. Ni aya 83 surati Yunus. Fama amana li Musa illa dhurriyatun min qawmihi, hakumwamini Musa ila kizazi kidogo tu katika watu wake. Ala khawfin min Firauna, kwa sababu ya hofu kubwa. Khawfin ni tanwin, ni tankiri bimaana ta'dhim, kwa sababu ya hofu kubwa inayotokana na Firaun. Wa malaihim, na nani? Na wale pamoja na wale kundi lake, mawaziri wake na kundi lake ambalo lilofuata. Hofu ya nini? Ayaftinahum, asija kawadhibu. Wa inna Firauna la'alim fil ardi, wa inna Firauna la'alim fil ardi. Hii Qur'ani yamtangaza Firauni moja kwa moja kwamba ni mtu ambaye mwenye takaburi ya hali ya juu, mpaka baadhi ya wafasiri wanasema hajapatapo kutokea mtu katili duniani kama Firaun. Na ushahidi wakatoa aya hii, wa inna Firauna la'alim fil ardi. Na hakika Firauni alikuwa ni mtu mwenye kiburi kikubwa mno katika Misri, katika dunia. Wa innahu la minal musrifin. Ibn Abbas anatueleza kwamba waliomkubali Musa katika nyumba, katika wale watu wa Firaun walikuwa ni watatu. Mmoja wapo ni Asia, na mwingine huitwa Hiskili, mwingine ni yule aliyekuja kumwambia Musa baada ya Musa kumpiga mmoja katika wanakiti ngumi akafa. Nabii Musa alimpigia Mkipti ngumi akafa, kwa sababu kulikuwa na vita, civil war baina ya Mayahudi na Wakipti. Wakipti ni lile kabila la nani? La Firauni. Yule Firauni ni Mkipti. Sasa alipompiga ngumi akafa, baraza la mawaziri likakaa, na yule alikuwa miongoni mwa hao mawaziri tunamwambia. Lakini huyu ni mmoja katika watu ambao baadaye walikuja wakamkubali Nabii Musa alayhi salam. Ibn Abbas anatuambia, sema ya Musa sura 28 aya 20, hiyo qasas hiyo, innal malaa ya'tamiruna bika, hakika baraza la mawaziri limekaa kwa ajili ya kukufanyia mashauri, kujadili liyaqtuluka, ili wakuue. Fakhruju inni laka minan nasihin, toroka bana, hakika mimi ni katika wenye kunasi. Ndio sababu ya Nabii Musa alayhi salam kutoka Misri akaenda akaishi wapi? Madian. Ni ushauri wa huyu bwana. Tuambiwa katika ambao walikuwa ni watu wa Firaun
lakini walimkubali Nabii Musa kwa maana alikuwa ni Waislamu. Miongoni mwao ni huyu aliyetoa taarifa hii. Sasa vizuri tuangalie Firauni aliangamiaje ili tupate nini? Alam tara kaifa faala, kitendee haki lile neno alam tara kaifa faala. Firauni aliangamia vipi? Kwanza kabla ya kaifa, usoma kaifa ya Firauni, ni kwamba Firauni kwa ujumla wake alikufa yeye na watu wake waliomfuata. Alikufa katika mto Naili. Mto Naili hata leo ukienda Misri unakuta upo mpaka leo. Pale kwenye ule mto Naili ndipo alipozama Firauni, akafa pale. Kwa huyu alikufa kwa kuzama maji la kwanza. Baada ya kufa mwili wake haukuharibika. Haukuharibika, ulisalimishwa usiharibike, na haujaharibika basi mpaka leo. Mpaka leo yupo kwa mujibu wa wafasiri mbalimbali wa Qur'ani na kwa mujibu wa Qur'ani yenyewe. Ili awe ni aya. Nilipowahi kufika Misri, moja ya jambo niliyopenda nilifanya hima kwenda kumuona Firauni, lakini wakati nafika alihamishwa. Ndio siku ile jana yake tu kahamishwa. Sura 11 aya 90 mpaka 92. Suratu Yunus. Suratu Yunus aya 11 sura aya 90 mpaka 92. Twende pamoja tusome bwana mzee wangu. Leo tumebadilisha kidogo mfumo. Wajawazna bibani Israila al-bahr فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Aya hii kuanzia 90 mpaka 92. Nasema wajawazna bibani Israila al-bahr, tuliwapitisha Bani Israili, wana Israili tuliwapitisha baharini. Faatba'ahum Firaun wa junuduhu, Firauni akawafuata nyuma pamoja na jeshi lake, yeye na jeshi lake, lakini baghya wa adwan, kwa ajili ya kuwafanyia dhulma na kuwafanyia uadui. Hatta idha adrakahu al-gharaq, mpaka ilipompata yeye nini? Kuzama maji. Ndio hiyo aya yathibitisha kwamba Firauni alizama maji. Firauni kwa aya hii alishahadia, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana min almuslimin. Katika aya hii anasema nimeamini kwamba mambo yalivyo, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mola yule ambaye wamemwamini Banu Israili, na mimi kuanzia sasa ni katika Waislamu. Alishahadia, lakini shahada hii ni shahada ya gharghar, haikubaliki. Ni shahada ya gharghar, ile shahada wakati mtu yuko katika sakaratul maut. Alishahadia gharghar, kile kitu cha uzu kwa bwana sasa nakufa sina jinsi, ndio sema la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Hii bwana ndio akaambia ana hivi sasa bwana. Anayesema hivi nani? Jibril amwambia sasa hivi ndio akumbuka.
waqad asaita qablu, na hali yakuni aswi kabla, wa kunta min almufsidin, na ulikuwa katika waharibifu wakubwa wa hii dunia. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, leo hii tutausalimisha mwili wako na kuoza na kuharibika, tutausalimisha ili uwe wewe kwa atakao kuja nyuma uwe ni aya. Umeona neno aya ni al-ibratu allati tuaddi ila ma'rifati Allah, ni yale mazingatio ambayo yanopelekea kumjua nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe uwe ni somo kwa atakao kuja nyuma. Yani katika nchi ambao kungetakiwa kusiwe na watu wakorofi kwa Mungu, ingekuwa Misri basi. Kwa sababu mambo mengi wale wameyaona, wameshuhudia. Huyu ambaye ni Firaun, ambaye ni Firaun hapo, na ambaye ni Firaun ni kwamba imekuwa sasa ni kituo cha nini? Utalii. Lakini ingekuwa ni kituo cha kuona nafasi ya nini? Ya Qur'ani. Wa inna kathiran minan nas, na hakika wengi mno katika watu, an ayatina la ghafilun, kwa aya zetu ni wenye kughafilika nazo. Kuna pamoja. Kwa hiyo Qur'ani inatuambia Firauni alikufa maji, jambo la kwanza. Lakini wakati yuko kwenye akhiru ramak, pumzi ya mwisho, alishahadia. Alisemaje? La ilaha illa alladhi amanat bi banu Israila wa ana minal muslimin. Lakini kakatalia. Pamoja na hayo hatujafika kwenye nukta yetu ya kaifa. Sasa ni vipi mpaka alifikia hatua hii? Maana hapa ni mwisho hapa, sio? Sasa mwisho wa Firauni kuangamia ulikuwaje? Ndivyo Qur'ani inavyotutaka. Ndio alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin iramadatil imadin allati lam yukhlaq mithluha fil biladi. Lakini wa Thamuda, na Thamudi pia, kwamba Mungu kawafanyaje ya Adi, ile kaifia. Qur'ani inataka tuijue ile kaifia, namna hau Adi na Thamudi na Firaun. Sasa kaifa, kwa namna gani alifanywa mpaka kufikia kuzama Firaun? Kulitokea mambo mbali mbali. Kwanza watu wa Musa walianza kumwambia Musa, na hii haya pia, kwamba tumeudhiwa kabla yako sana na sasa tunaendelea kuudhiwa na wewe upo. Lakini Nabii Musa aliwaambia, nyinyi kweli na subira tu, mwisho wake bwana utafika. Ikumbukwe kwamba Firauni ni mmoja katika walezi wa Nabii Musa alayhisalam. Alimlea huyu, na waliachana malezi pale alipompiga mkiti ngumi akafa, akatoroka. Na Firauni, moja ya mambo aliyopewa la kwanza ni wachawi. Mwenyezi Mungu tu alimlepa ilhamu ya kutaka kushindane nguvu ya unabii na nguvu ya uchawi. Ni kanuni bwana za kidunia. Kanuni za kidunia, madikteta wote lazima wanategemea uchawi pia. Ni kanuni za kidunia, sio kwa lazima wanategemea uchawi. Kwa mtu dikteta sana, jua na uchawi pia anategemea. Ndivyo alivyokuwa Firauni, siasa zake zilikuwa za kutegemea sana uchawi. Kwa kulikuwa na wachawi ambao wanalipwa pesa nyingi kuliko mfanyakazi yoyote. Wakati wa Firauni, kazi yao ni kumfanyia uchawi Firauni. Kwa hiyo aliitisha kikao cha wachawi kwamba mnaweza mkapambana na Musa. Sema tuitishwe tu muhadhara, watu waje wa Misri wakusanyike, tuitane muhadhara hapo, watu wawepo wengi,
sisi tutashindana na Musa, tutamuonyesha kwamba sisi nani. Na ukweli walikuwa wako fiti, kwa sababu walipofika kwenye ule muhadhara walirusha kamba. Musa ana fimbo yake tu, atembea na fimbo yake. Walirusha kamba, yule kamba anakuwa nyoka, na yule nyoka na leta tabu, nyoka wengi kweli kweli, kwa mujibu wa Qur'an. Nabii Musa alayhi salam, yeye alitupa tu fimbo yake kwenye wale nyoka, ikageuka ikawa joka kubwa kweli kweli, likameza vile vijoka vyote. Hapo Qur'ani inatuonyesha kwamba wale wachawi wa Musa wakasema, sasa tumemwamini Musa nabii wa Mwenyezi Mungu, wakamwamini Nabii Musa. Firauni jambo lile hakulipenda, akawakata mikono na miguu. Kwa mujibu wa Qur'ani, aliwakata mikono na miguu, kwamba kwa nini mmeamini kabla, mmemwamini Musa kabla sijawaambia? Dikteta kweli kweli. Kwa hiyo wazee wale walikatwa miguu na mikono. La pili, katika hii ni moja ya njia ya kwenda kuangamia, kaifa inakuja hii. Ya pili, Mwenyezi Mungu alimtia Firauni, alianza kumtia njaa, mali zikawa zinapungua, na yeye alikuwa na mashamba mengi sana. Ndio maana hata ile dhil autadi wa Firauna, dhil autadi wafasiri wengine wakatafsiri pale, mwenye mashamba makubwa ya mitende iliyotatizana miti na misitu mikubwa ambayo imetatizana miti, baadhi ya wafasiri hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu akamfanya kwamba akilima havuni, na njaa ikawa kubwa kwa Firauni na watu wake. Walaqad akhadhna ala Firauna, hii ni suratul A'raf aya 130, sura ya 7 aya 130. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Na lengo limewekwa mbele kwamba walaqad akhadhna ala Firauna bisinin, tuliwapatiliza hawa watu wa Firaun, kama tuliwaadhibu kwa njaa, wa naqsim min athamarati, na upungufu wa mazao, matunda, la'allahum yadhakkarun, ili wao wapate kuonyeka, kupata mawaidha ya kujua utukufu wa Mungu. Lakini wakatumia mbinu za kisiasa. Mabaya ikiwapata, njaa, hali ngumu ikiwatokea, asema hili Musa, hii njaa mnayoona hii na hali ngumu hamkuwa kabla, aliyosababisha ni Musa. Wakipatwa na neema, kama mvua ikinyesha na hali ikiwa nzuri, asema hii mimi. Lakini kila balaa utakayokuta Musa, ili watu wamchukie Nabii Musa. Hizi ni political nini, zile propaganda, ni propaganda za kisiasa, na Qur'ani yathibitisha hizo propaganda. Aya 131, fa idha ja'atuhumul hasana qalu lana hadhihi wa in tusibahum sayyi'ah yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Pindi kiwafika wao neema, jambo zuri, usema hili ni letu, na wakipatwa na baya, mtihani, wanamsingizia Musa na alikuwa pamoja naye. Ala innama ta'iruhum 'inda Allah, haika kusingizia kwao huko kumbele ya Mungu, walakinna aktharahum la ya'lamun. Kwa hiyo hili ni suala la kwanza la namna hii ya kaifa. La pili, kupunguziwa nini? Mazao. Lakini Mwenyezi Mungu pia aliwapa maradhi ya tauni, maradhi ya tauni ambayo yameelezwa kwa arrijzu. Qur'ani pia inasema walamma waka alaihimur rijzu qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida 'indak
la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wala nursilanna ma'aka bani Israil. Kaambia walamma waka alimu rijz, ilipotokea sasa tauni, ugonjwa wa tauni ni kama vile corona ilivyokuwa, ndio arrijzu, maradhi ya namna ile ndio huitwa rijzu, kuonyesha kwamba ummati Muhammad ulipitia kipindi kigumu nacho cha arrijzu. Sasa hali ile iliwapata hawa Firauni na watu wake, wakafa wengi sana, mpaka wakamwambia Musa, kibri kikaisha sasa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak, kwamba tuombee kwa Mola wako kwa lile ambalo afanya nini, ameahidi mbele yako, kwamba sisi tukitubia hata tuondolea matatizo na nini. La in kashafta anna rijza, ikiwa tuondoshia hili, la nu'minanna laka, si tutakuamini na tutakufanya wewe ni mtume, pamoja kama Bani Israeli wanavyokufanya wewe nani, mtume. Lakini Mwenyezi Mungu alipoondoshea huku mbele asema idhahu yankuthun, ghafla wao wakawa ni wenye kuvunja ahadi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapo ndipo Musa akamuomba Mwenyezi Mungu, lakini kabla ya hapo waliwahi kumwambia Nabii Musa, wewe hata ulete nini bwana, sisi hatutokuamini, hata ufanye kitu gani, hata ulete muujiza gani, hatukuamini. Hali ilivyokuwa nzito na kadhalika, kwa sababu hawa waliletewa zile 9 ayati, miongoni mwa hizo zimetajwa katika nadhani ni suratul Araf aya 30, ile suratul Araf aya 132 kama mnayo hapo, mahama ta'tina bihi min aya litasaharana biha fama nahnu laka bimu'minin, yani wewe muujiza wote utakaotuletea ili uturoge sisi hatutakuamini hata kidogo. Araf 130 ngapi na 2. Hapo ndipo walipoadhibiwa kwa adhabu 9. Hii kaifa inakuja adhabu 9. Miongoni mwa hizo adhabu ni nini? Tufani. Fa arsalna alaihim tufana, tukawapelekea mafuriko ya ajabu kabisa. Tufani ni ile mvua ambayo inaonyesha ikaleta mafuriko, ikaangamiza watu wengi sana. Na tufani kwa ummati Muhammad tumeziona, ndio hizo tsunami, lakini nyingine nini? Waljarada, na nzige kwa ajili ya kula mazao yao, kuatia njaa. Walqummala, na chawa. Wakamaga asema chawa asili yake ndio alituletea chawa ni Firauni na watu wake, kulikuwa hakuna chawa. Baada ya fasiri kwamba chawa ni kwamba wale chawa kwamba mbuguzi mtu mpaka iwe adhabu, sababu chawa ilifikia mahala kwamba kila mahala katika mwili wake wanatambaa wale wadudu. Jambo hili lilitokea Ufaransa juzi hapa. Kunguni kila mahala, mpaka jikoni mtu akitaka kupika kunguni. Wapi kunguni? So Ufaransa ilitokea mpaka wakaomba msaada wa kimataifa. Waafrika sasa tumezoea, lakini sio kunguni wale bwana. wale Ufaransa ilikuwa ni jambo maalum. Basi walikuwepo chawa wa namna hiyo, ikawa ni ghasia ya Firauni. Chawa hawa walimsumbua mpaka akawatuma wale watu kwamba mwambieni Musa bana amuombe Mungu wake aondoshe mtihani. Kwa sababu chawa hatulizani. Lakini wengine wadhafadia, na chura hawa mpaka kwenye vyakula walikuwa wanaingia, kwamba akikaa chura kaingia huku katoka huku, ilimradi bughudha tu. Wadama, damu, vyakula, kitaka kunywa maji anageuka kuwa damu. Chakula ni damu, tope la damu tupu ndio inakuwa chakula. Hali ilikuwa ni ngumu. Bado walipoletewa jambo hili hawakumwamini Nabii Musa alayhi salam. Sasa kiini hasa
cha hawa watu wa Musa, hawa watu wa Firaun kuangamizwa ni hapa. Nabii Musa alayhi salamu aliomba dua ya maangamizi. Waqala Musa, suratu Yunus aya 88, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayati dunya Rabbana liyudhillu an sabilik. Walisema Mola wetu, hakika wewe umempa Firauni na ukawapa jamaa zake, watu wake, umewapa mapambo mengi sana. Zinatan, tanwini kwa maana takfiri, tankiri lifadati takfiri. Zinatan, mapambo mengi sana. Wa amwalan, na mali nyingi sana. Fil hayati dunia, katika uhai wa dunia. Kwa sababu Firauni pia, ukiwacha wale Adi na Thamud, watu ambao wanaambiwa wamestarehe sana katika hii dunia, ambapo pia kwa mithilisho mfano wake watu hawatufikia, ni Firauni. Tusema Said bin Jubair, mwanafunzi wa Abdullah bin Abbas, katika moja ya kauli zake anasema Firauni ghorofa lake ilikuwa inafika ghorofa 1000 kwenda juu. Najua siku hizi tunajua tuna maendeleo, lakini bado watu walikuwa wajenzi, watu walikuwa na taaluma kweli kweli, hasa watu wa Firauni walikuwa na taaluma kubwa sana. Rabbana liyudhillu an sabili, sema Mola wetu, matokeo yake hawa ni wao watapoteza watu kwa njia yako. Lamul aqiba. Liyudhillu hai kwamba Mungu kawapa watu hao ili wapoteze watu. Hii ni lamul maali au lamul aqiba. Liyudhillu an sabili, kama matokeo yake ni kwamba watapoteza watu hawa kuiacha dini yako. Dua yake ndio hii hapa, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Dua ilishia hapo, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Mola wetu wa haki, tunakuomba uangamize mali zao, yani futa kabisa mali zao watu hawa. Maana ni Firauni na wale waliokuwa karibu na Firauni walikuwa matajiri wakubwa, kwa sababu mali zote za nchi ilikuwa kwenye milki yao wao, wanagawana wanavyotaka. Nasema Rabbana tmis ala amwalihim, futa kabisa mali zao, kwamba uziangamize. Tena kuangamiza kwenyewe kwa njia ya intimas, kwamba zifutike kabisa, zisiwepo. Washdud ala qulubihim, lakini funga nyoyo zao. Fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alima, hawa hawatuamini mpaka waione adhabu iliyokuwa chungu. Hii dua hii ndiyo sehemu ya ngapi? Ya 4 ya kaifa faala rabbuka hadha rajula Firauna mal'una. Alimfanyaje huyu Firauni mwenye kulaaniwa Mola wako? Njia ya maangamizi ya Firauni ilitokana na dua, na dua yenyewe ndio hiyo sura 11:88, dua ya maangamizi. Hiyo dua ya maangamizi. Miongoni mwa hizo adhabu chungu ndio hiyo imeelezwa hapa, fasabba alaihim rabbuka sauta adhab, akamimina juu ya Mola wako aina kwa aina za adhabu, au adhabu ambayo ni kama sauti, kama fimbo tu. Tulisema kule katika tafsirul kashafu ya Zamakhshari, yamefasiri kwamba hii sauti imewekwa hapo kuonyesha ni ishara kwamba kila adhabu itakapokuwa ni adhabu ndogo tu ya dunia, lakini huko akhera ana kazi. Lakini mpaka adhibiwe Firaun na kubembelezwa kote huko, nadhani tuko pamoja. Unaona Qur'ani inavyoonyesha namna alipokuwa na bembelezwa, anapewa hiki anaachiwa, anapewa hiki anaachiwa,
anapewa hiki anaachiwa, ni kuonyesha inna rabbaka labil mirsad, inna rabbaka labil mirsad, hakika Mola wako yuko katika kuwinda, yuko kwenye mawindo maalum. Baada ya dua ile Qur'ani hiyo inatuambia qala, sema laqad ujibat da'watukuma fastaqima, mmeshaitikwa dua zenu wewe Musa na nani na Harun, shaitikwa dua yenu, basi nyinyi nyookeni, tuendeleeni kunyooka hivyo hivyo, kukaa kwenye mstari. Ndivyo Qur'ani inavyotuonyesha. Sasa namna sasa kuadhibiwa ikoje? Wewe namna walivyoadhibiwa mpaka wanamfuata Nabii Musa, ile wajawazi nabii bani Israila al-bahra faatba'ahu Firaun wa junuduhu wa hum la baghyan wa adwan. Siko kule kwamba tuliwapitisha bani Israili kwenye mto Naili. Sasa walipita vipi? Ni pale Nabii Musa alipoambiwa kwamba idhrib bi'asaka fa wahayna ila Musa an idhrib bi'asaka al-bahra. Surati Shuara sura 26. Hebu anzeni pale 26 60 mpaka aya 66. Kwanza Mwenyezi Mungu, jambo la kwanza, Shuara ile ukianzia 52 وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فأتبعوهم مشرقين. kwamba hapo atuambia wahaina ila Musa an asri biibadi, kwamba wewe Musa nenda pamoja na waja wangu wale waliomwamini Nabii Musa alayhi salam. Lakini waende wapi? Kwenye mto Naili, uvuke ule mto Naili. Lakini hii an asri kwamba yaonyesha ni wakati wa usiku, sio? Kwa hii fiili iliyotumika, innakum muttabaun, hakika nyinyi mtafatwa na nani? Na Firaun na jeshi lake. Fa arsala Firaun fil madaini, sio? Firaun akatuma ujumbe huko Madaini, kwenye miji yote kule. Hashirin, hali ya kuwa hiyo ni hali. Hashirin, hali ya kuwa wenye kukusanyika kutafuta ile baghyan wa adwan. Wajawazna bi bani Israila al-bahra fatba'ahu Firaun wa junuduhu baghyan wa adwan. Wakawafuata kwa ajili ya kuwatendea uadui. Maneno ya jeuri aliyosema Firaun yamenukuliwa ndani ya Qur'an, ndio ajabu ya Qur'an. 54-56 sura Shuara. Inna haulai la shirdhimatun qalilun, hiki ni kikundi kidogo sana cha wahuni tu. Ndio mara nyingi watu wanaambiwa hivyo, itakuwa kabisa wameambiwa wahuni, hiki ni kikundi kidogo mno. Wa innahum lana laghaidhun, na hakika sisi kwa hama bwana, sisi tuna hasira nao kweli kweli. Maneno hayo anasema watu wa Firaun. Qur'ani inasema fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, tukawatoa haki na Firauni na watu wake kwenye mabustani na chemchemu, yani wa kunuzi na mali nyingi, hazina kubwa ya mali. Maana yake kwa sasa tukawatoa, maana yake baada hapa hawakurudi walipotoka. Wametoka kwenye majumba yao na Firauni naye akiwa mstari wa mbele kwenda kuwamaliza watu wa Nabii Musa. Wa maqamin karim, tukawatoa kwenye cheo, makamu yalikuwa matukufu.
kadhalika awrathnaha bani Israil. Na kama hivyo ndivyo tuliwarithisha vitu vyote hivyo, tukawarithisha nani? Bani Israili. Mwisho hapa asemaje? Faatba'uhum mushriqin, wakawafuata mushriqin, hali ya kuwa ni wenye kutoka wakati wa kuchomoza jua. Mushriqin, wakati jua la chomoza, ule wakati ndio wamewafuata kipindi kile ambacho jua ndio linachomoza. Ina maana ni asubuhi. Musa alitoka wakati gani? Usiku. Ndio kaifa faala tuitafuta. Qur'ani inasemaje? Falamma tara al-jama'an ala ashabi Musa inna angalia hapo. Zamani walipoonana makundi mawili, musharaka baina thnaini, tara al-jama'an, sio? Wakati walipoonana makundi mawili ya Musa na Firaun. Lakini wakati gani? Asubuhi, jua ndo lachomoza, wakati wa dhuha ule. Qala ashabu Musa inna lamudrakun, sema watu wa Musa alishakamatwa. Eka sisi tumeshakamatwa. Fa awahaina ila Musa, hapa ndio kiini cha ile kaifa. Sasa mwisho wake Mwenyezi Mungu akampelekea ujumbe Musa, akampelekea wahi Musa, nidrib bi'asaka al-bahr, kwamba piga fimbo yako. Ipiga wapi? Kwenye mto Nile. Al-bahra ya hapo huoni ni al-ahdi dhihni, ni al-ahdi dhihni, sio baharini, kwamba bahari kwamba lazima. Huyu ni mto Nile. Fanfalaqa fakana kullu firqin katawdi al-azim, kapasuka ile. Basi ikawa kila kundi ni kama nini? Kama mlima uliokuwa mkubwa. Basi ikawa ni pakavu pale, wakapita. Wa azlafna nini thumma al-akhat, kwamba tukakurubisha hilo kundi jingine. Wa anjayna Musa ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin, kwamba tukamwokoa Nabii Musa, tukawazamisha hao wengine. Qur'ani nasema namna alivyoangamizwa zile stage kwa stage, mpaka mwili wake ukasalimishwa, na mpaka leo upo. Qur'ani 26:7 imesema kwamba hiyo ni aya iliyokuwa kubwa sana, ni mafunzo makubwa, ni somo. Inna fi dhalika la ayatan wama kana aktharuhum mu'minin, haika mna katika hiyo nini somo, aya iliyokuwa kubwa, na wengi wao wamekuwa wengi katika watu hawaamini. Nini cha kujifunza katika aya zote hizi? Alam tara kaifa faala rabbuka bi'adi irama dhati al-imadi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wadi wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba alayhi rabbuka sawta adhab. Nini kikubwa cha kusoma? Somo kubwa tunalolisoma moja, tumeona yale ambayo yaliwapata, mitihani iliwapata hao watu waliopita, hata katika watu wa nyuma zetu, wa nyakati zetu pia hupatwa na mitihani ya namna hiyo. Tumeona habari za tsunami tukisafanisha na tufani walizopata, kuonyesha kwamba baadhi, si umbati Muhammad utaangamizwa wote, lakini portion kwa portion, kama tulivyowahi kutoa hadithi wakati wa nyuma. Watu wataangamizwa kwa sababu ya mabaya yao, ni kuonyesha kwamba, lakini la pili, hakuna aliyekuwa zaidi ya Mungu. Kwa sababu Firaun, kama Qur'ani inavyomuarifisha, alikuwa mtu katili kweli kweli, dikteta kupita kiasi, lakini dua
tumeiona nafasi yake. Ameangamia kwa dua. Ameangamia kwa dua. Dua imefanywa na Nabii Musa alayhi salam, ameangamia na watu wake. Lakini lingine la kusoma ni kwamba katika Uislamu kuna maeneo mengi sana ya kihistoria. Historical sites kwa Uislamu ni nyingi mno. Kule Thamudi tumesema kwa sasa ukifika Madina, fanya jitihada kama utaweza ufike Madainu Saleh, ambapo kule ndio kuna ule mji wa Hijri ambapo ndani yake umo kwenye Wadi al-Qura ambayo imetajwa alladhina jabu sakhara bilwadi. Pale ni Wadi al-Qura iko Madina. Sasa kilomita 22 upande wa kaskazini, 400 upande wa kaskazini magharibi, na kilomita 395 kwa upande wa magharibi ukitoka Madina. Kwa hiyo lile ni eneo ambalo ukifika ukaliona eneo lile, pamoja na kwamba tunajua nidhamu ya kupita pale sasa, sio maeneo ambapo watu waligharikishwa, walifanyaje, kama pale Mtume Muhammad alisomesha namna ya kupita pale Madainu Saleh, kama mkipita mlie, alafu upite resi kwa kasi kubwa, sishangae. Kwa hiyo historical sites tunachokisoma, maeneo ya kihistoria ambayo Qur'ani imeyataja ni mengi sana. Kwa Firauni Tonaili ukishafika unajua hapa ndipo alipo. Hiyo Misri yenyewe ukifika unajua kwamba huu ndio mji ambao umetokea mambo makubwa. Kaishi Nabii Musa alayhi salam hapa, na Firauni ameangamizwa hapo. Nabii Yusuf kaishi hapo. Manabii wengi wameishi Misri. La mwisho ni kwamba Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho kina ushahidi wa aina zote. Kuna ushahidi wa maneno na kuna ushahidi wa mazingira. Kuna mpaka zono evidence za Qur'ani, kwamba ziko aya ambazo ikisomwa waiona aya hii ni ile. Unapaona? Kwa hiyo hapo tumemaliza aya zetu zile ambazo zilifatana. Uzisomeni kwa pamoja: wal fajr wa layali al-ashr wash-shafi'i wal-watr wal layli idha yasir hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa akhud alladhina jabu as-sakhara bil wad wa fir'auna dhil awtad الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك بالمرصاد. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Akituwafikisha hiyo kesho tutasoma hiyo fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana. Inshallah kesho tutasoma mpaka hapa. Mwenyezi Mungu atuwafikishe.